devant vous. Commandant troupe. Kanga. Bisa. Voilà, avec chronique yake James Mukeshaba. Hapa tunakuwa maeneo ya Nyamugo, nafasi kwenye kunakuwa kijana mwenye aliuawa hapa kwa leo. Kia leo Dimanche. Naam, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel yako pendwa ya Mteba TV, karibu sana kwenye habari zetu kwenye siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza ulikuwa hujaingia kwenye channel hii na umeingia, endelea kusubscribe, like, comment, pia share kwa watu wengine ili uwe unapata habari zetu kutoka hapa channel ya Mteba TV. Leo tumekuandalia habari ambazo zimetukuta hapa bado tukiwa ni tarehe 30 le 30 mwezi wa 3 mwaka 2025. Karibu sana kwenye habari zetu kupitia channel ya Mteba TV. Tumejikita leo kabisa kwenye habari zetu zinazopatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa Goma na Bukavu, lakini miji mingi sana ambayo bado kuna shuhudiwa bado mapambano yanaendelea, huku M23 wakidhibiti maeneo mengi sana yanayopatikana kwenye mikoa hiyo, ikiwa Goma na Bukavu, Ituri, Walikale na maeneo mengine ambayo bado habari sio nzuri. Lakini leo tunakimbilia maeneo kunapoitwa Walungu, pale ambapo mapambano yameweza kuripotiwa wakipigana sana maeneo yale, maeneo ya Walungu, lakini wazalendo ndio waliokamata maeneo yale ya Walungu, lakini baadaye wakaachia maeneo yale. Kwa nini waliachia maeneo yale? Maswali ni mengi sana, watu wanatupigia simu wanatuuliza kwa nini wazalendo wanaonesha udhaifu namna ile. Sisi kama raia tunaweza kufikiri ni udhaifu, lakini wao labda wana mbinu zao. Waliingia wakapiga M23 wakakimbia, baadaye baada kama masaa mangapi hivi tena wakatoka. Sasa watu wengi wanaona hapana, hiyo ni udhaifu, lakini kama raia anaona ni udhaifu, tusijaji sana. Wale ni wanajeshi, wapo kwenye uwanja wa vita, wanajua wanachokifanya. Wanajua wanachokifanya maeneo yale, wana uwezo mkubwa na kufanya kila wanachojua. Wao wana uwezo mkubwa wa kuteketeza hata M23 maeneo yale. Wanakuja, wanapigwa, Naam, lakini tukikimbia moja kwa moja kwenye maeneo za Kamanyola, pale ambapo mapambano bado yanazidi kusikika, milio ya masasi inazidi kuonekana maeneo zote za Kamanyola, huku kikosi cha Kamama kikizidi kufanya operation zake maeneo yale. Kikosi hicho ni kikosi kinachojua kufanya kazi, huku wengine wakizidi kukamata maeneo mengi sana za upande wa Kamanyola. Huyu kiongozi General anafanya kazi nzuri sana na anazidi kufanya operation maeneo zote ambazo M23 wanadhibiti. Mapambano haya yakiendelea hivyo kwenye mji wa Bukavu, fujo na maandamano yakizidi kuendelea, wakiandamana warudi kwao kabisa M23 kwa sababu wamekamata maeneo ambayo sio kwao. Lakini tunakimbilia moja kwa moja maeneo mengine sasa za Ituri, pale ambapo vikosi vipya vya M23 vikosi vipya vya wazalendo vimeweza kuibuka kabisa. Tumeweza kuona generali mpya ambaye kabisa anaongoza kikosi cha FOPA. Kikosi hicho kipya kinaitwa FOPA DRC. FOPA DRC ni kikosi kipya ambacho kimeweza kuibuka cha wazalendo, ambacho kikosi hiki kama nilivyowekea video hapo mbele mmeweza kuona, lakini kumbele nitakuwekea video yake zaidi ili muweze kushuhudia kile ambacho kinaendelea. Kikosi hiki kabisa kipo maeneo za Lubero, kinadhibiti maeneo za Lubero. Ni kikosi ambacho kimekuja kipya cha wazalendo ambao wapo hatari sana kwa sababu wanataka kutetea, kwa sababu wameona maeneo yale kulikuwa generali mwingine ambaye aliweza kuhasi na kujiunga na M23, lakini huyu ambaye generali maeneo kama Kabido, jina lake kama sijasahau, nafikiri ndio maeneo ambako alikuwa anadhibiti. Lakini pia generali huyu mpya ambaye anaongoza kikosi hiki cha FOPA DRC ambacho kiko pale kipya cha wazalendo ambacho kiko pale maeneo za Lubero, kimekamata maeneo mengi sana. Maeneo mengi sana za Lubero, ambapo wametangaza wameshika maeneo za Lubero, miji mingi sana pale, huku wakidai kwamba wataenda mpaka kwenye mji wa Walikale, wakiendelea wanapiga ili waungane na wenzao ambao kwa maeneo yale. Sasa hapo ndipo kikosi hicho kinafanya kazi hiyo. Kikosi hicho kinaitwa FOPA DRC, kikosi kipya kabisa cha wazalendo ambacho kimepatikana maeneo yale. Wanaahidi ya kwamba hawa lazima watafika
Walikale, na watafanya kazi nzuri sana, kwa sababu na tunawaambia watu wengine au tunazidi kuhamasisha wengine vijana ambao bado wanakaa tu wanasubiria wazalendo waje. Wewe mwenyewe ni mzalendo wa nchi yako. Wewe mwenyewe ni mzalendo wa nchi yako, ni kijana wa nchi yako. Wale wazalendo wengine ni vijana wa nchi yao tena. Kwa hiyo wewe na wewe maeneo ulipo, fanya nguvu zako na wewe pia ugomboe maeneo ambapo uko. Channel yako inaitwa Mteba TV. Lakini tunakimbilia kwenye mji wa Walikale, pale ambapo mapambano bado yanaendelea kati ya M23 na jeshi la serikali, lakini pia na wazalendo ambao wakizidi kufanya operation zao maeneo mbalimbali, huku M23 wakidhibiti mji mkuu wa Walikale. Kitu ambacho watu wengi sana hawasikii vizuri, kwa sababu hawezi kutungia adui nyumbani. Tuliwaambia wiki 2-3 zilizopita kwamba sisi Mteba TV tunafuatilia, tunakupasha habari ya uhakika, ambayo habari pia ni ya ukweli, ambayo ukifuatilia popote utapata. Tuliwaambiaga kuna gari 2 zimekamatwa kwenye mji wa Walikale za M23 au za M23 wakija na vifaa magari kwa zile gari 2 kubwa ambazo hazijawahi kuonekana kwenye mji wa Walikale. Tuliwaambiaga vile, watu wengi wakaanza kubisha. Zile gari zilikuwa na mizigo mikubwa ya M23, lakini haikupita wiki mzima vita ikaanza, mashambulizi ikaanza. Manake na yale magari yalikuwa yamekaa tena ofisi kuu ya FARDC. Unaona, kwa tena waliouzisha mji wa Walikale ni FARDC tena, kwa sababu wao ndio waliouzisha maeneo yale. Zile gari za vifaa mbalimbali, bunduki, vyakula vya M23 walichukua wakachunga hayo magari kuserikali ya Walikale. Amerika kuja ikaanza kuzungumza, akasema hapana, hizi gari lazima tuzikague, lakini walianza kubishana sana, na ndipo vurugu zikaanza. Kumbe M23 walikuwa wameshazunguka mji wa Walikale, walikuwa tayari wapo karibu, ndipo walipoingia kwenye mji wa Walikale, kwa sababu FARDC ndio waliouzisha tena mji wa Walikale. Walivyouzisha mji, unajua watu wanaharibisha sana jina la FARDC, lakini ni viongozi wao ambao wameharibisha sana jina la FARDC. Lakini kwa sasa sijui kama hiyo hali itaendelea. Waliouzisha mji wa Goma na Bukavu, na mpaka sasa hali hiyo imeweza kusimama kidogo au kupungua kasi, kwa sababu maeneo ambapo M23 walikuwa wameshika basi ingali tu kwenye mikono yao, huku serikali ikifanya juhudi mbalimbali ya kuongeza mishahara ya wanajeshi maeneo mbalimbali pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia na kuwatafutia maisha ambao, kwa sababu watu wengi sana wanaweza kulalamika kwa nini serikali haipokeze wanajeshi mishahara, ndio maana wanapewa rushwa. No, mtu wa rushwa ni rushwa. Wewe hata wakupe milioni 5 ya dola kila mwezi, kama wewe wa rushwa, atakayekupa dola 100 au $100 utachukua hiyo $100, kwa sababu utajua mimi tu bwana, acha niongeze hapa. Kwa hiyo hata wawape pesa ngapi wa Kongomani au wanajeshi wa DRC, kama mtu ni muhasi, anahasi serikali yake, ataendelea tu kuwa ni muhasi, kwa sababu ukiangalia wale wa nani M23 mle ndani kumejaa wa Kongo. Wale wote wakina Colonel Nanga, wakina nani wa Kongomani wanasimamia. Ukiingia kwenye mapande mengine za Canada kule, huko mwingine anajiita ni Wakacha, ndiye anayefanya iko na sensibilize watu kwenye mitandao, alafu anafanya vitu vingine vya ajabu. Mkongomani tena kasaye. Unaona, kwa Wakongomani wenyewe wengine wanajiroga mle ndani. Sasa adui atapata nguvu, na ndio maana adui anasema Kongo hakuna jeshi. Hakuna jeshi kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanaona tu wanatumikisha pesa na kila mtu anachukua pesa, kitu ambacho sio kizuri kabisa. Tuendelee na habari zetu, tunarudi pale Walungu, pale ambapo watu wamekimbia mji ule wa Walungu. Sasa hivi hakuna anayeishi Walungu, na kama wapo ni wadogo sana ambao wako Walungu. Makao makuu kabisa M23 wako pale. Ndio wanatoka Bukavu wanaingia hapo, wanapiga doria maeneo yale yote. Lakini wazalendo si kwamba hawana nguvu. Wazalendo wana nguvu kubwa sana kwenye uwanja wa vita. Lakini pia inahitajika serikali ifanye juhudi ya kusapoti wazalendo. Government ifanye nguvu ya kusapoti wazalendo. Sijui kama unasikia taarifa za habari zenye tunatoaga na maeneo mengine. Government, serikali, fanya nguvu, saidia wazalendo, kwa sababu watu wengi wanaanza kushakia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanawashakia kwa sababu kama vile president Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo iko pale anafanya kazi ya president.
Wanajeshi wa FARDC walishindwa vita hadharani na kila watu wanadharau hakuna jeshi. Lakini watu ambao wamesimama kwa sasa wanasimama maeneo zao na wanadhibiti, na M23 ameshindwa kupita ni wazalendo. Kwa nini serikali isitoe? Ni maswali za watu wanatuuliza sisi watangazaji, lazima tuipandishe hapa ili watu wote wasikie. Kwa nini serikali inashindwa kusapoti wazalendo? Tunawashuhudia wengi wako pale Baraka, wanahitaji chakula, kila kitu kinahitajika. Watu wengi wanasema serikali iko kwenye mkataba huu wa kuuzisha nchi akiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lakini jambo ambalo si kweli. Tusifikirie kitu ambacho hakiko pale. Hapana. Serikali haiwezi kuuzisha nchi yake. Ni kitu ambacho hakipo, na labda nyinyi au sisi binadamu au raia tunaweza kuona serikali inauzisha nchi. Kwa nini hawavamii? So wazalendo pale wanajipanga. Wale ambao wanapigana nao ni maaskari na wazalendo ni maaskari, na utaratibu wa vita lazima ufuatwe. Kwa hiyo serikali, watu wengi wanalalamika mlivyoweka mishahara kwa FARDC, lazima wazalendo wapate pesa, kwa sababu wazalendo ndio watu ambao wanasimamia nchi hiyo sasa hivi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sababu Uvira imedhibitiwa na wazalendo. Ingekuwa hawako pale, ingekuwa sasa M23 wameshafika Lubumbashi zamani. Ingekuwa sasa hizo washafika Kisangani zamani, kwa sababu ya wazalendo. Manake wako nguvu, kwa sababu wakati unasimamisha adui anashindwa kuendelea mbele na mipango yake, anaanza kwenda polepole sana, manake umemshinda nguvu. Wakati raia wanaandamana na wao wako pale, manake hawana nguvu. Ni kitu kama hicho. Kwa hiyo mambo mazuri Wakongomani, mambo mazuri yanakuja, yanatarajiwa, mazuri yapo. Marekani inataka kuingia kufanya kazi yake, na ndio maana SADC inatoka pale, inatarajia kutoka maeneo yale, na ule uwanja wa kimataifa lazima ufanye kazi. Watu hawajui kitu ambacho kinapangwa. Inawezekana ni amri ambayo lazima watoke pale, ambayo Marekani iliambia labda M23 au watu wengine wale SADC watoke pale. Alafu wakitoka pale waacha kutengeneza ule uwanja wa Goma wa kimataifa lazima utumike, ili majeshi wa Marekani waje waingie maeneo yao. Naam, ili wanajeshi wa kutoka Marekani lazima waje na ndege zao ziwe zinashuka zinadema moja kwa moja kwenye mji wa Goma. Na hiyo ndio makubaliano ambayo inakisiwa kwamba inapaswa kuwa hivyo, kwa sababu M23 hawezi wakawatoa SADC. SADC wana nguvu kubwa sana ambayo M23 hawezi kafanya hata kukooa. Lakini wameweza kutoka pale kwa sababu ya kupisha Marekani. Hiyo ndiyo habari ambazo tumewaandalia. Marekani lazima ingie pale, ifanye kazi yake, kwa sababu tayari Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameshajiunga na Marekani, ameshasinyia mikataba mingi. Kwa sababu ya nini? Ya kuboresha miundombinu mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo dhahabu. Wao ndio watakuwa wanachimba kila kitu. Kwa hiyo wengi wanajifariji sana Marekani haitaingia. Marekani itaingia, haiwezi kukataa dhahabu. Kwa hiyo lazima amani itaingia pale na ile vita itaisha. Lakini baada ya Rwanda kuonekana kwamba amewekewa vikwazo vingi sana, na wao wamekuja kujikita wamejikita maeneo mengine kabisa ya Uganda. Kwa hiyo nguvu za Rwanda wanaanza kupeleka Uganda, alafu Uganda ndio inasimamia sasa operation za kivita, kuingiza wanajeshi, kushambulia, ili ionekane kwamba Rwanda haifanyi tena hivi kushambulia. Lakini M23 watatokaje? Watatoka, na wakitoka watajiingiza tena upande wa Uganda na wataendelea kushambulia DRC. Kwa hiyo mbinu ambayo ipo, wanataka tu wachukue mikoa mitano yote inayozungumza, nafikiri yote inayozungumza Kiswahili na kuendelea. Corneille Nangaa ambaye alikuwa amezungumza akasema tutapiga mpaka Kinshasa, tutaenda mpaka Kinshasa. Sasa hiyo njia Kinshasa itatoka wapi wakati tu angali hiyo maeneo moja? Vita haiko mchezo, na wale wengine wote ambao wanakongoa pesa za M23 sasa hivi wanalia sana. Wanalia mitandaoni, risasi moja ni ngapi? Unajua risasi moja. Kwa tunaendelea na habari zetu. Tunapofika mwisho ni kwamba tunawadokezea tena pale maeneo mbalimbali wazalendo wapya wameweza kuonekana Ituri, na wengine wameweza kuonekana maeneo mbalimbali, wengi wakitumia vikosi vya nyoka na kuwauma M23 maeneo yote walipo, na wengine wakikimbia Iji pale ndipo vikosi hivyo vya nyoka vimeweza kuonekana, na au M23 wakikimbia vile vikosi vya nyoka na hawatarudiaka pale, na hivi vikosi vya nyoka vitaendelea mpaka kwenye mashambulizi yote maeneo yote. Kwa hiyo hao ndio wazalendo wapya ambao kwenye uwanja wa vita. Uchao upo, hata Mungu anajua uchao upo.
na ndio maana alikuwa anamwambia Farao. Naam, na ndio maana Mungu alikuwa anamwambia Farao pale akiwa anapitia kwa upande wa Musa, wakati Farao alikuwa anaweka fimbo chini, Musa naye anaweka fimbo chini. Maana yake kulikuwa uchao unapitikana, kwa Mungu anafahamu uchao. Channel ni Mteba TV, endelea kusubscribe, like, comment popote ulipo. Kongomani, pambania nchi yako, simama imara kwa sababu Kongo ni ya kwako. Ikienda na wewe utaenda wapi? Endelea kufuatilia channel yetu ya Mteba TV. Mchana jioni tunakupa matangazo yanayopita hapa. Karibu tena sana. Chao.